الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura Maryam na tulisimama katika aya ya 16 baada ya kuelezea maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, utaje na uelezee watu rehma za Mola wako kwa mja wake Zakaria na kumbashiria kuwa atapata mtoto na aite mtoto jina lake Yahya, na mtoto huyu atapata sio ombi lake tu la Zakaria, aliomba nijalie mtoto yarithuni warithu min ali Yaqub, arithi utume, arithi uongozi wa kuwalingania watu katika kufikia kheri ya dunia na akhera. Baada hapa Mwenyezi Mungu akamjibu, akampa bishara, na tutamtazama mtoto huyu ni watu wazima. Kwa hivyo mtoto huyu atalelewa kimalezi ambayo apenda Mwenyezi Mungu, kwa sababu anasema hanan, huruma na mapenzi kutoka kwake Mwenyezi Mungu, wa hanana miladunna, na atamzakasa wa zakatan, na atakuwa mtoto mcha Mungu, wakana taqiyan, na atakuwa mtoto huyu mwenye kuwa mtoto mwema kwa wazazi wake, wa barran biwalidayhi, wala hajawa jeuri wala jabari wala mwenye kuasi, wala yakun jabbaran asiya. Atakuwa katika amani juu amani katika kuzaliwa kwake, kufa kwake na kufufuliwa kwake. Wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Na tukasimama katika aya hii ya 15 na leo ya 16 tunakwenda katika kisa kingine. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tunatoka kwenye kisa cha Zakaria na kubashiriwa kwa mtoto Yahya, tunakwenda kwenye kisa cha Maryam. Kwa aya hii, kama Mwenyezi Mungu anavyomwamrisha mtume wake, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wadhkur fi kitabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا إلى آخر قصة kirefu. Tunasoma aya hizi kwamba mbio na maana yake kwamba wadhkur fil kitabi Maryama, na umtaje ya Muhammad, mtaje Maryam katika hii Qurani. Tutakupa dhikru na utaje mwanzo kwa Zakaria, na sasa hivi wadhkur na utaje mara ya pili sasa mwingine wadhkur katika fil kitabi katika Qur'an. Mtaje, muelezee watu wapate kujua kisa cha Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha. Huyo Maryam alipojitenga na jamaa zake, intabadhat yani kukaa mbali na wazee wake, min ahliha watu wake, wazee wake, jamaa zake, maana ki ahli yani. Amejitenga makana sharqia, amekwenda kwenye pahala upande wa mashariki.
Kama siku zote unapotaja mashariki lazima pawe mashariki wa upande gani, wa pahala gani. Lazima utaje location ili upate kujua mashariki ya location ile. Na kwa hivyo bila shaka hapa ni Baitul Maqdis, nyumba Masjid Al-Aqsa, na ndio pahala alipokuwa akikaa, na ndio hapo ni pahala penye kushuka wahi toka Nabii Ibrahim Al-Khalil Ibrahim, hata Palestina inaitwa sehemu Al-Khalil, na mitume mingine katika vizazi vyake. Nabii Ibrahim ni sehemu ina mahbat lilwahi, wanasema pahala patukufu pa kushuka wahi kwa mitume kadha. Na akasema hapa, wadhkur fi kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makana sharqiyya, upande wa nini, wa mashariki ya pale pa nini, penye nyumba ya Mwenyezi Mungu, Masjid Al-Aqsa, Bait Al-Maqdis. Alafu anasema fattakhadhat min dunihim hijaba, akaweka pazia kujikinga nao. Farsalna ilaiha ruhana, hapa nakwenda kwa ufupi tu, halafu tukampeleka kwake yeye, ruhana, roho wetu, na ni Jibril. Fatamathala laha, akajifananisha na kujimathilisha mfano kama basharan, binadamu sawia, sawa sawa, binadamu sawia. Ja'alul malaikatu uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', ile ni haya yao ya khasa, wayazidu fi khalqi ma yasha, ama jalia wenye mbawa 2 na 3 na 4, au Jibril kama anavyosemekana bafika ngapi, 60 sijui. Haya, lakini Jibril kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuja kwamba amekuja mtu msafi kabisa, hana athari yote ya safari, kakaa akapiga magoti mbele ya Mtume, akamuuliza ma huwa al-Islam, ma huwa al-Iman, ma huwa mata saa, masala ya hadithi maarufu katika Nawawi. Na akamwambia mnamjua nani? Akamwambia la, tunajua Allah wa Rasul alam. Qala hadha Jibril atakum liyuallimakum dinakum, amekuja kufundisha dini yenu, ili nimjibu mpate kujua. Taib, Jibril anapokuja kwa tamathal, kama kwa tamathal, kajifananisha tamthili, manake ku action, sio fatamathala, kwamba amekuja kwa mfumo gani? Fatamathala laha basharan sawiya, sawa kama binadamu yote mwingine. Qalat, طبعا ما kwa fupi tu, inni a'udhu birrahman, hakika mimi najikinga kwa Mungu wa rehema, nataka rehema zake niepushe na wewe. A'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, kama wewe kweli unamcha Mwenyezi Mungu, basi kaa mbali na mimi. Na Rahman hii sura rahma, dhikru rahmati rabbika yote. Kwa hivyo subhanallah, nasab yani sura hii inakwenda pamoja na rahmat za Mwenyezi Mungu hapa. A'udhu birrahmani minka, najikinga kwa Rahmani kutokana na wewe. In kunta taqiya, mcha Mungu, niondokee hapa. Qala inma ana rasul rabbiki, hakika mimi, anasema malaika huyo, anasema Jibril, inma, hakika mimi, ana rasul rabbiki, mimi ni mtumwa, ni mjumbe kutumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mola wako mlezi. Liahaba laki, ili nikunini, nikupe, nikubashirie, mtoto wa Mwenyezi Mungu. Liahaba laki ghulaman zakiya, mwana aliyetakasika. Yani nimekuja hapa to bless you with the pure son, the pure son, mtoto aliyetakasika kabisa. Hizi sifa za Isa alayhi salam, huyo mtoto utakayempata. Qalat anna yakunu li ghulam, nitampataje mtoto? Na sababu ya kumpata mtoto mambo mawili. Walam yamsasni bashar, da mimi hajanigusa mtu, lakini nakusudia hapa kwamba hajanioa mtu, yani hajaniingilia mtu. Walam akubaghiya, wala sijawa mtu kahaba au mtu mwovu wa kufanya maasi, hata nikapata mtoto bila mume, mtoto nje ya ndoa, abadan. Lam yamsasni bashar walam akubaghiya.
qala kadhaliki, hivyo hivyo itakuwa. Qala rabbuki, hivi ndivyo alosema Mola wako mlezi, hivyo hivyo. Hujaolewa, hujaje kutoka kwa mtoto, vipi mambo haya? Huwa alayya hayyin, mambo ameyapika mwenyewe. Sasa hivi anashtuka mwenyewe, kayapika alipokuja Zakaria, naye analelewa kwa Zakaria, akasema hichi chakula kinatoka wapi, mkipata wapi? Qala anna laki hadha, qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yashau bighairi hisab. Itakurejea mwenyewe bali usiseme unajitetea mbele ya mlezi wako ni kulea. Zakaria akasema unajua maana yake. Yule kagutuka kajua maana mbio, kakimbilia kwenye mihrab, akaenda kuomba taka mtoto, ya Rabb, akapewa pale pale, kamshukia mwenyewe. Na wewe umesema na Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. La, sasa ulipokushukia mambo kaja mtu akupulizia roho kutoka kwa Mwenyezi Mungu, umeogopa. Lakini kujua nitakuwaje na mtoto, uko wewe mjumbe kutoka Mwenyezi Mungu, niambie, nifahamishe uzuri nijue. Anna yakun li ghulam wa lam yamsasni bashar, hajanigusa mtu, wala aku baghiya, wala sija mtu muovu mchafu, hasharati min abadan. Qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin, inarejea tena huwa alayya hayyin. Kwa Zakaria akasema hivyo hivyo, na hapa anasema tena hili jambo ni jepesi kwangu mimi. Wewe hujui kama mimi Mwenyezi Mungu nikitaka kitu nasema kun fayakun, au sio? Kwa hivyo yeye akasema vile vile kama alivyosema kule, qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a. Anaambia nani? Anaambia Zakaria. Qala kadhalika, hapa anaambia nani? Anaambia Maryam. Qala kadhaliki, kama hivyo hivyo ndivyo hivyo hivyo. Qala rabbuki, Mola mlezi amesema. Kasema nini? Huwa jambo hilo alayya, kwangu mimi, hayyin, ni jepesi. Kule kasema qad khalaqtuka min qabl lam taku shay'a, nimekumba kabla ulikuwa kitu hujachote, nimekumba, itakuwa hilo alayya hayyin. Lakini hapa kasema hii alayya hayyin, haina haja kulipitia tena, nimekumba kabla. Lakini hapa kasema wali naj'alahu ayatan linnas wa rahma, nimfanyie ni aya, ishara ya utukufu. Aya hapa kusudia nini? Aya linnas na rahma, rahmatan minna. Khalas, wakana amru maqdiya, hili jambo lishapitishwa, hukumu yake ishatoka, ilobakia ni utendaji wake tu, kutokezea tu hili jambo. Wakana amru maqdiya, hakuna kupinga, hakuna kukataa, hakuna kunungunika, hakuna, basi halafu kisa kinaendelea. Lakini kabla hatujachambua zaidi hizi aya tulizosoma, labudda an nara ma qila fi surat Al-Imran. Tutizame yale yalokuja katika surat Al-Imran, tutizame yanasema nini. Katika surat Al-Imran, wacha tutumie time kidogo katika kueleza hapa, ili kule iwe safi zaidi, inafahamika uzuri zaidi. Kwanza nataja Mwenyezi Mungu katika aya 33 Al-Imran, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin, katika ulimwengu wote tokea kuumbwa kwa Adam mpaka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu amewatakasa, amewachagua kwa ajili ya kupewa utume katika watu wao, katika kuendesha, katika kupewa Uislamu, katika kuongoza watu, katika kuwalingania watu. Istafahum, kwa amewachagua na kuwatamana. Istifa bi maana kutakasa, kuchagua, kusafisha, yote maana istifa. Kwa safi, neno safi simetumia neno safi, yani safi, halina doa, halina uchafu. Kwa hivyo inna Allah astafa, tupike unapokuja inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki. Astafaki mara mbili imetumika, wa taharaki astafaki ala nisaa alalamin, astafaki wa taharaki, na tathir kutakasa pia na kusafisha, kutahirisha. Tutakuja, wacha tuseme inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin. Katika ulimwengu wote amegawa umma hizi kwa sehemu nne. Moja, kwanza Adam na vizazi vyake, kina Shithi na kina Idrisa na nani, halafu wakaja moja kwa moja Nuh na vizazi vyake. Taban baada ya Nuh
kushuka katika chombo chombo cha jahazi aliyoambiwa tengeneze, wakazama wote waliozama, wakaangamia kila alikuwa hajaamini, na walioamini akaamrisha washuke katika Judi, wakakaa wakaishi vizazi vyake. Kutokana na yule mwanae alizama ndio kisha kwenda, lakini watoto wake ambao walioleta vizazi vyote vikaja baadaye mpaka kaja kwa Nabii Ibrahim, kutokana na Sam na Ham na Yafith. Sam na Ham na Yafith. Hapa tukija tukitizama katika aya hii, Nabii Ibrahim, naam, Nabii Ibrahim baada kutaja Nuh na vizazi vyake, alafu Nabii Ibrahim na vizazi vyake. Tunajua Nabii Ibrahim na vizazi vyake vyote vinaendelea kutokana na Ibrahim akapata Ismail, kutokana na Ismail akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kizazi cha Ismail, na kutokana na Ishaqa akaja Yaqub, alafu Yaqub na kina Yusuf na wenzie ndugu zake 11 wote 12 ikawa ndio matumbo ya Bani Israili 12 yalotajwa. Vizazi vyao vikaendelea mpaka kwa Al-Imran. Al-Imran ni sehemu ya Ishaq, kwani kutajwa ikhtiyar khas ala al-am, kuchagua kitu khasa kutokana na general, ukapick something kuonesha umuhimu wake. Kwa hiyo Al-Imran ndio vizazi vya Al-Imran, na Al-Imran hawa ndani yake ndio anakuja Zakaria, anakuja Bi Maryam na Isa na Yahya. Al-Imran. Bibi Hanna ndio anajulikana kwa mamake Maryam, kama alivyosema dhurriyatun ba'dhuha min ba'dh, wote dhuria ambao Mwenyezi Mungu amewachagua wema kwa wema wao kwa wao wenyewe. Na Mwenyezi Mungu wallahu sami'un alim, anasikia na anajua kila kitu. Kwa nini sami'un alim? Kwa sababu kile anachotaka kukiomba Mwenyezi Mungu akisikia. idh qalat imra'atu Imran, mke wa Imran. Huyu Imran wa pili, kwa sababu kuna Imran babake Musa na Harun, na kuna Imran ambaye ni mitume hao. idh qalat Imran rabbi, qalat imra'atu Imran, mke wa Imran, rabbi, ewe Mola. Kote tuna rabbi, sio rabbi yeye natolewa. Unapotaka kila ukipunguza herufi katika nini, kwa maana kwamba unataka kitu haraka, kile utakitaji haraka. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrar, nimeweka nadhiri kwa mimi kwa ajili yako, kilichokuwa tumbo langu litakuwa huru kwa ajili ya huduma ya msikiti wako Beit al-Maqdis, Masjid al-Aqsa. Fataqabbal minni, naomba unikubalie, innaka anta as-sami' al-alim. Nikuja tena Sami' al-alim, Allah salim, naam, innaka anta as-sami' al-alim. Kwa hivyo hapa ikaja tena alipokuwa kwamba tumbo langu mimi nishashika mimba, basi nataka kitoto wa kiume. Lakini ndio tokezea kwamba nini, baada ya kumzaa, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Rabb, nikwambia nataka kujitolea huko, mbona umenivunja moyo, umenipa mtoto wa kike, inni wada'tuha untha. Taban kama aya inasema wallahu a'lam bima wada'at, Mungu anajua bila shaka, ndio alopanga kila kitu, sio hayo wengine nasema wallahu, maneno kwa Mwenyezi Mungu, wallahu a'lam bima wada'at, anajua sana Mwenyezi Mungu, sio unasema maana kama una complain, yani kwa ufupi, yani lakini kwa waliosoma qiraa nyingine wallahu a'lam bima wada'tu, anakirejeshia mwenyewe bima wada'at, na qiraa bima, Mwenyezi Mungu bila shaka anajua kile nilichokizaa, bima wada'tu. Na bila shaka nilokusudia mimi huyu hafai kwa kazi nilokusudia mimi. Walaysa dhakaru kal untha, hawezi kuwa mwanamume sasa mtoto wa kike. Kwa hivyo ile lengo langu ni la kumfanya mtoto huyu huru kwa ajili ya kuhudumia msikiti Masjid Aqsa. Itakuwa tena halitopasi ni akae mtoto wangu nimlee hapa. Walaysa dhakaru untha, lakini hata hivyo inni samaituha Maryam, mimi nimemwita Maryam mtoto Hanna.
na Zakaria mkewe Isha, kama ilivyokuja katika athar. Isha na Hanna ni ndugu wawili. Zakaria alipokuwa anaomba mtoto ili Isha ndio kishafika aqil kwamba sasa zai apate mtoto. Ndugu yake bibi Hanna anaye mke wa Imran kazana Maryam, na Maryam ikawa tena kama ilivyokuja kisa hapa, وإذها بك ذرية من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. Unapoona haya kama hii kwa Mwenyezi Mungu Mola wake akampokea kwa mapokeo mema, kabuli hasan, kwa mapokeo mema, kwamba kuna mengi anamwekea, anamwandalia. Kitu cha mwanzo anamwandalia kwamba ampeleke katika nyumba nzuri ya kulelewa, biqabuli hasan, wa anbata nabatan hasana, akamkuza huyo mtoto makuzo yalikuwa mema kabisa. Na katika jumla kumkuza nini, akajalia Mwenyezi Mungu kwamba huyu alelewe na Zakaria, wakafalaha Zakaria. Sasa ndio kaja kisa hapa, wakati yuko katika nyumba Zakaria analelewa kwa nyumba shangazi lake, ndugu wa mamake Isha na Hanna mamake Maryam, yule Isha mke wa Zakaria. Na yule sasa kaomba mtoto kule, wakati huyo Maryam yuko huku na chakula alipokuja kula, madakhala alayha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa, kila akiingia chakula, anna laki hadha, anamwambia qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Kwa hivyo bila hisabu, ni hisabu ya kibinadamu unapanga, sio hisabu 1 2 3, hisabu yote ile kile unaweza kupanga, kwamba hisabu kwamba vipi mtoto atazaliwa bila kuwa na baba aliyemoa mwanamke, mama yule mama kaza, ndio hisabu. Sio kwa mujibu hapa bighairi hisab, kwamba chakula si cha siku za joto kinakuja siku za baridi, baridi siku za joto. Ile hisabu kwamba chakula vipi imekuja, bila hisabu ile lazima kitoke katika nchi iliyotoka, utamtaa uliotoka, ibebwe ichukuliwe katika kikapu mpaka ifike hapa, iuzwe sokoni, aje nyumbani, sio si maana yake. Lakini bighairi hisab, chakula kapu imekishtukia tu, aina gani chakula, Allah subhanahu wa ta'ala. Maana alichukua pale nani Zakaria, ndo kenda mbio, unalika daa Zakaria rabba, akaomba mtoto. Kwa hiyo mtoto alozaliwa akaitwa, akaambiwa mwite Yahya, na huyo mtoto Yahya anakuwa kwa Bi Maryam inakuwa nini, mtoto wa shangazi lake. Sasa kwa hivyo hapa tena tukitoka katika kisa cha kama tulivyoelezea, bibi tapata mtoto, kad balaghani al-kibar wa imraati aqil, haya mambo yani Zakaria na mkewe Isha, mpaka nini jali aya nini, kwamba siku 3 tuweza kusema na mdhukuru Mwenyezi Mungu sana na mtukuze asubuhi kwa jioni. Halafu inakuja katika sura Al-Imran katika aya 42 anasema wa idh qalat al-malaikatu, kule imemalizika pale, wasalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya wadhkur fil kitabi Maryam. Udhkur fil kitabi Maryam, ukisimama katika kauli hii katika sura Maryam aya 16, umtaje Muhammad katika kitabu Maryam. Haya iko chapter nzima sura Maryam, mtaje Maryam. Maryam nani huyu Maryam? Ndio unakuja katika Al-Imran unachukua habari zake, alafu kisha baadaye utaendelea yale yanayohusiana na Maryam, mtaje katika nini. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasan wa anbata nabatan hasan. Kwa nini? In preparation for the big aya, dalili kubwa ya kwamba huyu ndio atakuwa muujiza. Aya gani? Aya kwamba Mwenyezi Mungu anafanya anachokitaka. Aya gani? Aya ni kwamba Mwenyezi Mungu katupa all 4 possibilities ya sisi kuwemo katika ulimwengu. Kukuwepo kwetu, kuzaliwa kwetu ni sababu zile 4 tu, kama ilivyokuja katika nini, kwamba Adam Mwenyezi Mungu ni ja'ilu fil ardi khalifa, nataka kuumba nini, binadamu. Sasa azungumza malaika, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nasala min najua atakuja kufanya fujo na fiski na nini na dhulma nini, na sisi tunakuabudu na kutakasa. Yani alamu wala taalamu, najua ninachokifanya.
akaanza kumuumba Adam kutoka la baba wala mama, kun fayakun, kutokana na udongo kamuumba Adam. Halafu nini, akaumba hii possibility ya mwanzo kwamba watu sisi kuwepo katika ulimwengu, ama tuwe bila baba wala mama kama Adam, au bila ya mama kama Hawa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. hiyo زوجها maana nini? Ni kwamba kutoka minha, katika nafsi ya bwana Adam akazaliwa Hawa, akatoka Hawa, wa khalaqa minha zawjaha. Kwa hivyo hizi mbili, bila baba bila mama au bila mama. Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, halafu akaeneza kutokana na wote wawili, baba na mama, kutoka na Adam na Hawa, rijalan kathira wa nisaa, yani wa nisaan kathira, wanawake kwa wanaume. Ndio sisi sote tupo, hii ndio njia tunasema natural way ya mtu kupata mtoto, ni kwamba lazima aoe, mwanamke aolewe ndio apate nini. Haiko hajaolewa sasa ni basha lam akubaghia, litakuja nini kwamba la mimi hajanioa mtu, hajaniingilia mtu kwa halali wala kwa njia haramu. Kwa hivyo hizi sanga vijana kasema ni sawa. Iliyobakia aya yajalahu aya, wote wawili yeye na mama bibi Maryam ni kuzaa sasa mtoto bila ya mume. Na hapa ndio ikawa kisa hiki kwamba Mwenyezi Mungu kajalia bibi Maryam, wewe unataka kwa ajili ya huduma Baitul Maqdis, la mimi kwa ajili ya aya mpaka siku ya kiyama nakupa kubwa kuliko unaomba. Na Mwenyezi Mungu siku zote anakupa ziada nafila, nyongeza anakupa katika maombi yako. Sasa unaona mtu bwana, hebu ngie 1500 atakupa hizo 5, sio? Lakini mtu kaambia ngie 1500, labda iko ndo mtu mkarimu na pesa kwa bwana chukua milioni katumie, au sio? Anafika milioni. Sasa Mwenyezi Mungu 5 kwa milioni Mwenyezi Mungu anakupa bila hisabu. Mwenyezi Mungu yafalu ma yasha. Kwa hivyo hapa ukitazama kwamba iwe ayatan linas, na ndio fitna kubwa sana. Na tunapokuja kusoma sura Maryam, wasalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'ath hayya, lakini kitu cha mwanzo alipoashir, kama tunapokuja katika aya zikiendelea, anasema la, mimi sisemi kitu, na mwacha mwenyewe ajitetee mtoto. Qala inni abdullah, inni abdullah, mimi mtumwa na mja wa Allah. Atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan haythu ma kuntu. Tunapokuja kusoma anajitetea ili msiseme kitu. Kuna mtoto akasema, mchanga ndo kwanza nini, Isa akasema, kamtetea mamake kwa sababu ameanza wewe kuja na mtoto hapa, kama tunapokuja kusoma baadaye inshallah. Makana abuki mra'asawin wa makana ummuki baghiya, babako haja mtu mwovu wala mamako haja hasharati wala kahaba. Vipi wewe umrithi kwa nani? Ya Haruna. Wewe unaheshimiwa kwamba Harun, tutaelezea baadaye inshallah. Lakini hapa tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kataka iwe aya. Wewe bibi umeomba mimi mtoto kwa ajili ya huduma msikiti wangu, la mimi nitakupa kwa ajili iwe ni miujiza kutimiza. Ikiwa njia zote 4 za kuwepo kwa watu ulimwenguni ni hizo alizotaja Mwenyezi Mungu, katika hizi katuachia moja tu, 25% possibility. Na nini? Lazima mke na mume waingiliane. Ama kuja bila baba bila mama, mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake. Kuja bila mama, mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake kwa jaha. Kuja bila baba kama alivyokuja Isa, Mwenyezi Mungu peke yake anaweza kufanya. Sasa mimi nimefanya yote maana nimekuachieni moja iwe ni hoja kwa kwenu nyinyi, mtapokuja kwangu huyu kamzaa mtoto haramu mtoto halali, hoja. Nataka mimi wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, nataka mimi nieneze ulimwengu, ubahi bikum dunia, nikae nijisifu kwamba mimi umma wangu mkubwa kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tasimama hapa inshallah tupate kuendelea zaidi na kisa cha bibi Maryam, na kuna mambo mengi ya kuzungumza ndani. Lakini kabla kumaliza tunataka kusema kwamba tazama Nabii Ibrahim
Nabii Ibrahim kama alivyosema millata abikum Ibrahima, hii Uislamu millata abikum Ibrahim huwa samakum almuslimina min qabl. Millata abikum katika Ibrania kihibru Ibrahim manaki abikum, abi ab الرفيع أب المكرم معناك أبيكم. لما maana imekuja pale pale imma millata abikum Ibrahima maana baba, au kama kuna nasoma dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nini maana kwa Ibrania? Zakaria bimaana dhikru rabbik, kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Ndio maana kwa Ibrania ni dhikr, kumdhukuru Mwenyezi Mungu, ni maana kwa Zakaria. Kwa hivyo Zakaria jina hilo. Au kija fadhahikat fabasharnaha biishaq, alicheka bibi Sara, fadhahikat fabasharnaha biishaq. Nini maana yake? Ishaq maana yake katika Ibrania maana yake ni dhahik, alicheka. Au kama unakuja katika nini kama Yahya, Yahya sema wa hananan min ladunna, na asla Yahya bimaana hanan. Haya yote yamekuja hivi vitu. طبعا هاي منين الله. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.